Asubuhi, jua lilikuwa bado halijapenya vizuri kwenye kuta za nyumba kubwa ya Karim, mwanamume tajiri, mwenye maamuzi makali na uso wenye mistari ya uchovu wa miaka. Ndani ya sebule yake iliyojaa samani za kifahari lakini isiyo na uhai, kulisikika sauti ya Hills za mfanyakazi mpya, Mosi, akitembea taratibu kana kwamba hakutaka kuamsha hewa ya nyumba hiyo. Karim alikuwa kwenye simu, akibishana na mtu wa bodi ya kampuni yake kuhusu mkataba wa mamilioni. Kila neno alilosema lilionyesha mtu mwenye nguvu, lakini uso wote, kutoka kwa kukunja nyusi hadi kuganda kwa taya, ulionyesha mtu asiyeamini mtu yeyote, hata yeye mwenyewe. Alipomaliza simu, alikohoa kwa hasira, ile tulivu ya mtu aliyeshindwa na siku kabla haijaanza. Kutoka ghorofa ya juu, Ayan, mtoto wake mlemavu mwenye umri wa miaka 10, alitoa sauti ndogo kama mchanganyiko wa kuomba msaada na kukata tamaa. Mashine za usaidizi za hewa zilitoa mlio wa taratibu, zikichanganyika na pumzi zake zisizo sawa. Karim alikawia sekunde chache kabla ya kuinuka. Aliona ujumbe kwenye simu yake kutoka kwa dereva: safari ya leo iko tayari. Hakujali sana kuhusu mlio ule. Alijifariji kwamba ni mashine tu kama kawaida. Mosi alifika mlangoni na kusimama wima, akasema kwa sauti tulivu yenye uzito: habari za asubuhi bwana Karim. Karim alimtazama juu chini kwa macho yenye tahadhari. Kila kitu kuhusu Mosi kilikuwa kimya kupita kiasi: mwendo wake, sauti yake, hata jinsi macho yake yalivyokagua mazingira, kana kwamba alikuwa amewahi kuishi pale zamani. Kumbuka, Karim alisema, kazi yako ni rahisi, hakikisha Ayani yuko salama. Sitaki drama yoyote. Mosi akatikisa kichwa, lakini kabla hawajamaliza mazungumzo, mlio mkali na wa ghafla ulitoka kwenye chumba cha Ayan, kama kitu kilichoanguka au kuvutwa kwa nguvu. Karim alikunja uso, akaonekana kusita, kisha akasema jambo la ajabu: ni sawa, mashine zake huwa na mikanganyiko ya asubuhi. Lakini wakati anafunga mlango wa kuondoka, Mosi aliinama kidogo, akisikiliza kwa makini. Sauti ile haikusikika kama mashine. Ilisikika kama mtoto akijaribu kusema kitu ambacho hakijui kama kitafika kwa mtu sahihi. Huo ndio mwanzo wa kitu kisichoelezeka. Baada ya Karim kuondoka, ukimya mzito uliingia kwenye korido ndefu za nyumba hiyo. Ni kama ukuta ulizidi kupanuka kila wakati mlango ulipofungwa. Mosi alitembea polepole kuelekea chumba cha Ayani, akikanyaga sakafu ya mbao kana kwamba alikuwa anatembea juu ya siri nzito alizozibeba moyoni. Alipofika, alisimama mlangoni kwa sekunde kadhaa, akimtazama Ayan kupitia ufa mdogo. Mtoto huyo alikuwa amelala upande mmoja, uso wake umeelekea dirishani. Mikono yake ilikuwa dhaifu juu ya blanketi, na pumzi zake zilikuwa nzito zaidi kuliko kawaida. Macho ya Mosi yalilegea, kama mtu aliyekuwa na huruma nyingi kuliko inavyostahili kwa mtoto ambaye hajawahi kukutana naye maishani mwake. Alipoingia, Ayani alifungua macho kidogo. Hakusema, lakini hofu ndogo ilionekana kama kivuli kwenye kope zake. Mosi alimkaribia taratibu na kuinama mpaka uso wake ukawa karibu na wa mtoto. Sawa, Ayani, ni mimi tu, alisema kwa sauti nyororo isiyolingana na mwili wake imara. Nitakusaidia kupata haki, hata kama wengine wameliacha. Maneno yale yalikuwa mepesi, lakini ni kama yalipenya hewa nzito, ikatetemesha kitu ndani ya chumba. Ayani alitikisa kidogo kichwa, si kama anakataa, bali kama mtu anayepokea ujumbe bila uwezo wa kuukataa au kuukubali. Mosi akachukua taulo laini na kumpanguza jasho usoni. Alifanya kila hatua kwa ustadi wa ajabu, kama mtu aliyewahi kutunza watoto kwa muda mrefu, au kama mtu anayeficha maumivu ya miaka mingi ndani ya kitendo kimoja cha wema. Lakini kulikuwa na kitu kingine, namna alivyoangalia vifaa vya matibabu kwa makini, kana kwamba anatafuta kitu. Nyuma ya pazia, kamera ya usalama ilifanya kazi yake kimya kimya. Lensi yake ilimfuatilia Mosi kila alama ya mwili. Lakini leo, kamera ilisimama kwa sekunde moja zaidi kuliko kawaida, kama imewahi kusogezwa. Kitu kisichoonekana macho kilikuwa kimefanyika kwenye mfumo wake. Wakati Mosi akimgeuza Ayan upande mwingine, kamera ya sebuleni ilimrekodi akimnong'oneza mtoto: hautateseka tena, na kuahidi. Kauli hiyo ilipofika baadaye machoni mwa Karim kwenye simu yake, haikusikika kama huruma, ilionekana kama tishio lililofichwa kwa upendo uliopitiliza. Ndipo Karimu akaanza kuhisi wasiwasi wa kwanza, ule msumari mdogo unaoingia taratibu bila onyo. Jioni hiyo, hewa ya nyumba ilikuwa nzito kama imesukwa na ukimya wenye mashaka. Karim alirudi mapema kuliko kawaida. Mara tu alipoingia, simu yake ikatoa arifa kutoka mfumo wa usalama: data missing 2.
Alisimama katikati ya mlango wa sebule, akikunja nyusi. Teknolojia ya nyumba hiyo ilikuwa ya juu mno kiasi kwamba hakuna faili lingeweza kufutika bila ruhusa ya moja kwa moja kutoka kwake. Moyo wake ukagonga mbavu zake, si kwa hofu, bali kwa hasira iliyojificha chini ya kutokujiamini kwake mwenyewe. Aliwasha video ya siku hiyo, akacheza nyuma hadi sehemu inayofuata. Kamera ilimwonyesha Mosi akizungumza na Ayan, uso wake karibu sana na wa mtoto, lakini kipande hicho hakikuwa na sauti. Kisha, ghafla, video ilikatika kabisa katika sehemu yenye mwanga mkali, kana kwamba lens ilizibwa kwa mkono. Karim alienda moja kwa moja hadi chumbani kwa Ayan. Alimkuta Mosi akipanga sindano, taulo na vifaa vingine mezani, kitu ambacho hakikuwa kwenye kazi yake rasmi. "Unafanya nini na vifaa vya matibabu?" Karim aliuliza kwa sauti iliyojazwa baridi ya mtu aliyeshika hasira lakini anajaribu kuifunika. Mosi hakutetemeka. "Ninajua Ayani ana maumivu. Nilitaka tu kuhakikisha. Kwa ruhusa ya nani?" Karim akamkatiza. Mosi akasema, "Kwa ruhusa ya Huruma bwana Karim." Kauli hii ilimchoma Karim kuliko kisu. Alijua Huruma alikuwa amempa mtoto wake kwa kiwango kidogo mno, lakini hakutaka kuonyeshwa hilo na mgeni. Karimu akauliza swali ambalo alilifikiri kwa dakika nyingi. "Kuna kipindi cha video kimefutika. Unajua chochote kuhusu hilo?" Mosi alikaa kimya kwa sekunde 3, sekunde nyingi sana kwa mtu asiye na cha kuficha. Kisha akasema, "Hapana." "Uongo." Karim aliusikia kama mtu anayesikia nzi ndani ya chupa iliyofungwa. Ayan, akiwa kitandani, alimwangalia Mosi kisha kumwangalia baba yake. Macho yake yalikuwa na hofu isiyokuwa na mwelekeo, sio kama anaogopa mtu, bali anafahamu kitu ambacho hakuna anayesema. Karim alitoka chumbani bila neno lingine, lakini hasira ya kimya kimya ikawa imeamka. Na alipopita ukutani, kamera ya siri aliyokuwa ameweka siku iliyopita ilimwangalia Mosi kwa jicho la chuma, ikiweka kumbukumbu kila pumzi. Usiku huo, baada ya nyumba kutulia, Karim alikaa ofisini kwake akitazama rekodi mpya kutoka kamera ya siri aliyoiweka bila kumwambia mtu yeyote. Macho yake yalikuwa mekundu, si kwa uchovu, bali kwa msisimko wa uchungu. Alikuwa anatafuta ushahidi wa kosa la Mosi, chochote, hata doa dogo la tabia. Video ilionyesha Mosi akiingia chumbani kwa Ayan mara baada ya Karim kuondoka kwenda jikoni. Lakini katika sekunde chache tu, kitu kilimtikisa Karim. Mosi alimsogeza Ayan kitandani kwa upole, kisha kwa makini akafunua sehemu ya shingo yake. Kulikuwa na alama ndogo, kama mviringo hafifu wa kijivu, uliobaki juu ya ngozi ya mtoto. Karim alisimamisha video. Alama hiyo alikuwa ameiona miaka michache iliyopita, kwenye faili za siri za matibabu, zile ambazo hata madaktari walishindwa kuelewa. Ilitokana na shambulio ambalo Ayani alipata alipokuwa mdogo, tukio ambalo Karim hakuwahi kulizungumzia hadharani. Na hakika aliwahi kumfukuza mfanyakazi mmoja miaka iliyopita baada ya kugundua alikuwa akiichunguza sana alama hiyo. Kwa nini Mosi anaivutia macho hivyo? Karim alifungua drawer na kutoa faili la zamani, lililokuwa limejaa karatasi zilizonyauka. Aliangalia picha ile ile alama, akaiweka sambamba na screenshot aliyotoa kwenye rekodi. Uso wake ukabadilika, hakuamini macho yake. Milele haikuwa ikifanana tu, ilikuwa imeongezeka rangi mpya. Kama alama ile imekuwa ikibadilika. Karim alisimama haraka na kuelekea chumba cha Ayan. Mosi alikuwa bado humo, akimpanguza mtoto uso kwa taulo joto. "Usimguse." Karim alinguruma, akivuta mikono ya Mosi mbali kwa nguvu isiyotarajiwa. Mosi hakukataa, lakini macho yake hayakutetemeka. "Niliona kitu kwenye shingo yake," akasema kwa utulivu. "Kitu ambacho sikioni mara ya kwanza maishani." Kauli hiyo ilifanya damu ya Karim kuganda. "Inamaanisha nini sikioni mara ya kwanza?" Mosi akavuta pumzi ndefu. "Inamaanisha unafikiri unanijua, lakini hujui chochote kuhusu mimi, wala kuhusu Ayan." Ayan, akiwa na nusu pumzi, alianza kutoa sauti kama ya kuzuia. Macho yake yalikuwa juu ya Mosi, si kwa hofu. Kwa hamu, kama mtoto anayemtambua mtu aliyefikiri amepotea. Karim akahisi kitu kizito kikipanda tumboni, hisia ya kwamba Mosi hakutokea kwa bahati mbaya. Saa 5 usiku, nyumba ilifunikwa na giza la mvua iliyokuwa ikinyesha nje. Kila tone lilionekana kugonga vioo kwa hasira, kana kwamba mazingira yenyewe yalijua kitu kizito kinaendelea humo ndani. Karim alikuwa hajalala. Alikuwa kwenye chumba cha usalama, mahali ambapo hata wafanyakazi hawajui kama kipo.
Alipoingiza neno siri lake, kioo cha skrini kilitoa mwanga hafifu. Akaanza kuchunguza access logs za siku 2 zilizopita. Ndipo kitu cha kwanza kisichoeleweka kikajitokeza. Majina mawili ya user unknown yalionekana yamewahi kuingia kwenye mfumo wa kamera saa 3:12 usiku, wakati ambao nyumba ilikuwa imefungwa kabisa. Karim alisasita kupumua. User unknown, ni nani anayeweza kupenya firewall yangu? Aliuliza kimoyomoyo. Lakini kabla hajamaliza kufuatilia, mfumo ulitoa beep ya onyo, unauthorized device connected room A03. Karim alichuruka. Hicho ni chumba cha Ayan. Alienda mbio hadi chumbani kwa mtoto. Mlango ulikuwa wazi nusu. Ndani, Ayan alikuwa amelala, lakini kulikuwa na kitu kipya juu ya mashine ya kupumulia. Kifaa kidogo cha kielektroniki, kama sensa, kimebandikwa chini ya kitanda. Kama bagi, lakini ya kitafiti. Karim akakitoa kwa haraka. Mosi, aliita kwa sauti iliyojawa ukali na hofu. Mosi alionekana mlangoni ndani ya sekunde 5, akiwa kimya, kana kwamba alikuwa anatarajia mwito huo. Hiki ni nini? Karim aliinua kile kifaa. Mikono yake ilikuwa ikitetemeka. Mosi akapumua polepole. Hicho kinapima mabadiliko ya neva. Ayan ana shida zaidi ya ulemavu wa mwili. Kuna kitu mwilini mwake kinachochochewa na mshtuko wa kihisia. Karim alimpiga hatua 2 mbele. Umejuaje? Ni nani aliyekuambia kuhusu hali ya mwanangu? Hata madaktari hawajui kikamilifu. Mosi hakusogea. Sikuhitaji kuambiwa. Niliwahi kuona alama kama hiyo kwa mtu mwingine, miaka mingi iliyopita. Karim akamkatisha. Wewe ni nani haswa? Kwa nini uko hapa? Mosi alikaa kimya kwa muda mrefu mno. Kisha akasema kwa sauti ya chini, yenye uchungu wa zamani. Nilikuwa sehemu ya timu iliyojaribu kumsaidia mtoto mwingine mwenye alama kama hii, kabla mambo hayaharibika. Nilikosa kumuokoa. Maneno hayo yakagonga kama nyundo. Ayan, bila kufungua macho, akatoa sauti dhaifu, sio ya maumivu, bali ya kama anajaribu kuzungumza. Kemosi, jina hilo likapotoka kwenye midomo ya mtoto, Karim akahisi dunia ikimgeuka. Kwa nini mtoto wake anamfahamu mfanyakazi aliyemwajiri wiki moja tu iliyopita? Karim alisogea taratibu kuelekea kitanda cha Ayan, macho yake yakitetemeka kwa mshtuko. Umemwambia nini mtoto wangu? Aliuliza Mosi kwa sauti nzito, iliyojazwa woga uliobadilika kuwa hasira. Lakini kabla Mosi hajajibu, Ayan, kwa mara ya kwanza usiku huo, alifumbua macho yake kikamilifu. Kulikuwa na mwanga mdogo ndani yake, mwanga ambao Karim hakuwahi kuuona kwa miezi mingi. Mashine ya kupumulia ilipiga kelele nyororo huku mapigo ya moyo yakiongezeka kwa taratibu. Ayan akajaribu kuinua mkono wake dhaifu. Ulitetemeka, lakini ishara ilikuwa wazi. Alitaka kushika mkono wa Mosi, sio wa Karim. Karim alihisi kitu kikimponda kifua. Kwa nini anamwamini? Aliwaza, hasira ikichanganyika na hofu ya baba ambaye amekuwa mbali zaidi anavyotaka kukiri. Ayan alijaribu kuzungumza. Sauti yake ilikuwa dhaifu sana, kama upepo mwepesi. Kemosi aliniambia. Karim akainama, akasogea karibu. Kakuambia nini? Ayan, tafadhali. Lakini Ayan akawa na kigugumizi cha pumzi. Mosi akasogea haraka, akarekebisha mkao wa mashine ya hewa. Hakukiwa na hofu kwenye harakati zake, kulikuwa na utaalamu. Na suala hilo lilimweka Karim kwenye ukingo wa kuchanganyikiwa. Ni nani huyu mtu ambaye anafahamu hata settings za mashine ambazo madaktari wa kawaida hushindwa? Baada ya sekunde kadhaa, sauti ya Ayan ikatoka tena, safari hii ikiwa wazi zaidi. Alisema, siogopi tena. Maneno hayo yakamwangusha Karim ndani ya shimo la aibu lisilo na mwisho. Hakuwahi kusikia mtoto wake akisema hajisikii kuogopa, hata alipokuwa mdogo kabla ya ajali ile ya miaka mingi. Mosi akageuka kumtazama Karim. Hakukuwa na ushindi usoni mwake, wala kiburi. Kulikuwa na huzuni. Hajawahi kuamini mtu yeyote kwa muda mrefu, alisema kwa upole. Ayan ana kumbukumbu za kina. Hata kama hawezi kuzungumza vizuri, anahisi watu. Anawakumbuka watu. Karim akakunja uso. Unamaanisha nini anawakumbuka watu? Hakuwahi kukuona. Una hakika? Mosi akajibu bila kupepesa macho. Kwa sekunde moja nzito, ukimya ukakata hewa ya chumba. Karim akahisi mgongo wake ukitetemeka.
Mawazo yakamjia, picha zilizofichwa, ajali, sura alizojaribu kusahau. Kabla hakujibu, mfumo wa usalama ulitoa beep mpya. Motion detected, basement storage. Hakuna mtu aliyekuwa ameruhusiwa kwenda huko kwa miaka. Mosi na Karim wakageuka kwa wakati mmoja. Ayan, kwa kusisimka kwa fumbo, akasema neno moja lisilotimilifu. Kaa chini. Usiku ulikuwa mzito kuliko kawaida. Nyumbani kwa Karim, ukimya uliotanda ulionekana kubeba mzigo wa maneno aliyomwambia Mosi mchana ule. Alimfukuza kwa hasira, akimtuhumu kuwa anazidi kujiingiza kwenye maisha yake na ya mtoto wake. Lakini ndani ya nafsi yake, Karim alijua kuna kitu kingine. Kila mara anapomtazama Mosi, kumbukumbu za mke wake aliyefariki kwa uzembe wa kitabibu zinamrudia. Aliumia kila siku, na Mosi alikuwa akimgusa pale pale alipokuwa dhaifu. Usiku wa saa 4, mtoto alianza kulia kwa nguvu. Mwanzoni Karim alidhani ni homa ya kawaida, lakini ghafla mtoto akaanza kukakamaa mwili, macho yakageuka juu kifafa. Karim alishtuka, moyo ukampiga kwa kasi isiyo ya kawaida. Mungu, si leo tena, alipiga kelele huku akijaribu kumtuliza. Hakukuwa na mtu wa kumsaidia. Hakukuwa na Mosi. Kwa mara ya kwanza, alihisi upweke wa kweli. Alipojaribu kumpa dawa aliyopewa zamani hospitalini, alichukua sanduku dogo la dawa lililokuwa chini ya kitanda. Ndani yake kulikuwa na karatasi ndogo aliyokuwa haijawahi kuiona. Ilikuwa ni video iliyorekodiwa na Mosi kupitia kamera ndogo aliyoiweka siku ambayo Karim alikuwa akichoka sana. Karim aliwasha video kwa mikono iliyokuwa ikitetemeka. Uso wa Mosi ukaonekana akiwa amekaa dirishani usiku. Karim, sauti yake ilisikika kwa utulivu. Ukitoa hii dawa kwa kipimo kile kile ulichokuwa umeambiwa zamani, utamdhuru mtoto bila kujua. Alikuwa mdogo na kipimo kimebadilika. Tafadhali uchunguze tena. Najua utanichukia, lakini sikutaka mtoto afe kwa sababu ya ugumu wenu wawili. Karim alishtuka, macho yakijaa maji. Kila neno lilimfika kama upanga. Aligundua makosa yake, kutojali afya ya mtoto, kuchukia ushauri wa Mosi, na kukataa kukumbuka ukweli mchungu wa kifo cha mke wake. Nilifanya nini? Alijisemea kwa sauti ya kuumia. Akamkumbatia mtoto, akamfunika haraka na kumkimbiza nje. Alipompigia Mosi, simu ilikuwa imezimwa. Akampigia tena na tena, hakuna. Alipofika kwenye nyumba ya Mosi, mlango ulikuwa wazi kidogo, lakini nyumba ilikuwa tupu. Hakuna mizigo, hakuna nguo, hakuna hata kikombe. Mosi alikuwa ametoweka. Karimu alirudi nyumbani akiwa amechanganyikiwa, mtoto akiwa bado amelala kwenye kifua chake baada ya mshtuko wa usiku. Lakini akili haikuweza kutulia. Kulikuwa na maswali zaidi kuliko majibu. Kwa nini Mosi aondoke ghafla? Kwa nini aweke video kama ile? Na alijuaje kuhusu kipimo cha dawa ambacho hata Karimu hakukumbuka vizuri? Akiwa bado analia kwa ndani, aliamua kufanya jambo ambalo hakuwahi kufikiria, kuangalia kamera za usalama ambazo Mosi alikuwa akizishughulikia mara kwa mara. Katika folder iliyofichwa kwenye mfumo, kulikuwa na faili lililoandikwa Mantra Ayan Balash Truth. Moyo wa Karimu ulisimama kwa muda. Alifungua. Video ikaanza. Mosi alikuwa amekaa kando ya kitanda cha Ayan, akimpa tabasamu tulivu, akimwonyesha kitu kwenye kompyuta ndogo. Ayan, Mosi alisema kwa sauti ya upole, rekodi hizi nilizipata wiki iliyopita. Mama yako hakufa tu kwa uzembe wa kitabibu, kama walivyomwambia baba yako. Ayani alimtazama kwa macho yaliyokatishwa tamaa. Kulikuwa na dosari kubwa iliyofichwa. Hospitali iliharibu ushahidi. Ripoti ikabadilishwa. Walijua wakisema ukweli wangeshtakiwa. Karim alihisi tumbo lake likikunjamana. Alikumbuka jinsi alivyopoteza mke wake akiwa na hasira, machungu na lawama zisizoisha, lakini hakujua kuwa sehemu ya hadithi ilifichwa makusudi. Mosi aliendelea kwenye video. Nimemchunguza Karim kwa muda, Ayan. Si adui yenu. Ni mtu aliyevunjika na kunyamazishwa. Adui ni mfumo uliowaua kimya kimya. Ayani alishusha macho, akasema kwa sauti ndogo. Kwa hiyo baba anateseka kwa kosa ambalo si lake? Sio lake, Mosi akasema tena. Nataka awe na nguvu ya kupigana, sio kulia. Video ikakatika. Karim aliinama, akishika kichwa kwa mikono miwili. Mungu wangu. Mosi, ulikuwa unafanya nini nyuma yangu?
Alipofungua faili lingine, alikuta skani za rekodi za hospitali, majina ya madaktari wenye ushawishi mkubwa na barua pepe zilizovuja, zinaonyesha mtu alilipwa kuficha makosa ya upasuaji wa mke wake. Hapo ndipo ukweli ukamshika koo. Mosi hakuwa akijaribu kumdhibiti. Hakuwa adui. Hakuwa mhalifu anayeingilia maisha yao. Alikuwa akifanya kile Karim mwenyewe hakuweza kufanya kwa miaka yote, kutafuta ukweli. Na sasa, mtu pekee aliyekuwa akijaribu kuwalinda alikuwa ametoweka. Karim alikaa kando ya kompyuta, pumzi yake ikitetemeka kwa mchanganyiko wa hofu, hasira na kutokuwa na amani. Alijua kuwa kwa muda mrefu alikuwa akipuuza ukweli wa usiku mmoja wa kifo cha mke wake, lakini sasa kila kitu kilianza kuungana. Alipofungua folder ndogo yenye lebo ya Night Before/Truth, Meka Kumbeka, video ilianza kucheza. Mosi alikuwa mchanga, akiwa mwanafunzi wa udaktari, amekaa kando ya wodi, akichunguza vipimo. Karim aliona kwa macho yake daktari mkuu, nguvu, hofu na hatia zilizojificha, akibadilisha ripoti za vipimo vya mama yake. Picha za vipimo vilivyobadilishwa, sahihi zilizoziwakilisha, na mistari ya udanganyifu vilikuwa wazi. Mosi alitishika, uso wake ukajaa hofu, kisha aliandikwa rasmi kufukuzwa kazi. Alikuwa na ndoto za kusaidia wagonjwa, lakini maisha yake yakaanguka ghafla. Karim alihisi kuumia kwa mtu ambaye hakujui kabisa, kama sehemu ya hatari hiyo ilimkumba Mosi mwenyewe. Video ilionyesha hatua nyingine. Mtoto wa yule mama, ambaye aliteseka kwa kipimo kisicho sahihi, alikuwa akihitaji uangalizi wa karibu. Mosi alichukua uamuzi. Hakulipiza kisasi, hakutaka kutisha hata mmoja kati ya waliokuwa na nguvu, bali alijitolea kuwa mfanyakazi wa ndani wa familia hiyo. Alijua kuwa hilo ndilo lilikuwa njia ya kumlinda mtoto, hata kama itahitaji kujificha au kufanya kazi kwa siri. Karimu aliketi kimya, moyo wake ukiwa mzito. Hasira yake kwa Mosi ilichanganyika na aibu na majuto. Alikumbuka jinsi alivyomfukuza, jinsi alivyofikiri kuwa Mosi alikuwa akijaribu kumdhibiti au kuingilia maisha yao. Lakini ukweli ulikuwa tofauti kabisa. Mosi alikuwa amemlinda, hakuwahi kuwa adui. Lakini swali kubwa bado lilimkandamiza. Kwa nini Ayani, mtoto wake mwenye mlemavu, alionekana kumwogopa Mosi mara nyingi? Karim alijua kuwa jambo hilo liliambatanishwa na hofu ya mtoto, labda kumbukumbu zisizo kamilifu, labda namna Mosi alivyojitokeza ghafla katika maisha yao. Lakini hakukuwa na jibu la haraka. Alijua tu kuwa ukweli wa usiku ule, kifo cha mke wake, uzembe wa hospitali, ujasiri wa Mosi, ulikuwa mzito sana kuliko yote aliyowahi kukabiliana nacho. Na jambo lililoanza kama hofu ndogo, sasa lilikuwa mzizi wa mabadiliko makubwa, mabadiliko ambayo hayakutarajiwa na hayakufanywa kwa hila, bali kwa huruma na ukweli. Karim alikaa kwenye chumba cha usalama, macho yake yakiangalia skrini ndogo, huku mtoto wake amelala kimya. Video za Mosi zilikuwa hazikukosa hata sekunde moja, lakini ghafla, kamera ya mwisho ilionyesha kitu ambacho kilimfanya Karim akimwage hofu. Ayan alikuwa akijaribu kuandika kwenye kifaa kidogo cha mawasiliano. Maneno yaliyotolewa kwa herufi zisizo kamilifu yalionekana kwa mwanga hafifu. Baba, usiruhusu warudie makosa yetu. Hapo ndipo Karim alikumbuka ukweli wa miaka iliyopita. Hospitali ile iliyosababisha kifo cha mke wake ilimthibitisha, lakini alishtushwa na mashinikizo. Alilipokea fidia kimya kimya na kukubali kutoendesha kesi yoyote, akijua kuwa kulikuwa na dosari kubwa. Alijua uzembe uliouawa mke wake, lakini alikubali ukimya huo kulinda jina lake, mali yake na ushawishi wake. Kwa mara ya kwanza, Karim aliona picha halisi ya usiku wa kifo cha mke wake. Hakukuwa tu kuwa wafuasi wa mamlaka walitenda uovu, bali yeye mwenyewe alikubali kushiriki ukimya huo. Alijua sasa kwamba Mosi hakuwahi kuwa adui. Mosi alikuwa amekuja kwa sababu mmoja tu: kumsaidia mtoto wake kupata haki, haki ambayo baba aliyempenda mwenyewe alikuwa amemwacha kimya. Karim alihisi mchanganyiko wa aibu, huzuni na majuto makali. Sauti ya mtoto, katika ukimya wake wa muda mrefu, ilibeba nguvu isiyoonekana. Uamuzi wake ulikuwa wa mwisho. Ayan aliona wazi, hakutaka urudishaji wa makosa ya zamani. Hakutaka uovu wa kimya ukirudie maisha ya wengine. Hata kama kumaanisha kumwangusha baba yake, alijua hatua ile ilikuwa sahihi. Karim aliketi kimya, akijaribu kubadilisha historia ambayo haingeweza kubadilishwa. Mosi alijitahidi kutoa ushahidi, video, rekodi zote zilizoonyesha ukweli wa kisaikolojia na kisheria. Lakini Mosi hakuwa akitishia, alikuwa tayari kumsaidia, lakini hakutaka kuingilia uamuzi wa mtoto. Mwisho, chumba kilijaa ukimya, kimya kilichokuwa na nguvu kuliko kelele yoyote.
Karim alijua sasa, hakuna siri kubwa kuliko ukweli uliokuwa ndani ya familia yao, na hakuna mlinzi bora zaidi kuliko mtu aliyesimama kimya, akilinda, bila mtu mwingine kujua. Akilayan alichukua kifaa chake kidogo na kuandika maneno ya mwisho, uamuzi wake mgumu, kuandika hatima, kumaliza mnyororo wa uongo, hata kama utakuwa mgumu kumwacha baba yake. Ukimya huo wa mwisho ulikuwa sauti yenye nguvu zaidi kuliko kila tishio, hofu na siri zilizojificha. Na Karim kwa mara ya kwanza alisikia uzito wa haki.